Mtakatifu, Mungu wa rehema, ketie mahali pa juu sana palipoinuka, naomba niseme asante kwa sababu uwepo wako na neema yako ni kubwa katika kanisa lako. Upendo wako ni mwingi kwa watu wako. Mchana huu wa leo tumekusanyika uweponi mwako. Tumekuona wewe mwenyewe katikati yetu kinena na kuhudumu na kutembea kwa nguvu zako. Tumekuona ukifungua waliokuwa katika vifungo na katika mateso makubwa. Lakini bado tunaendelea kutamani kupata mengi kutoka kwako. Tunatamani kuendelea kusikia kutoka kwako. Tunatamani kuendelea kuona utukufu wako Mungu wetu. Wacha sisi sote sasa tujitiishe chini ya neema yako, chini ya Roho wako Mtakatifu na mamlaka yake, chini ya uvuli wa uwepo wako. Ninaomba na kusihi sana ya kwamba wewe mwenyewe uweko mahali hapa. Wewe mwenyewe uwepo katika madhabahu yako. Watu wakuja kunisikiliza mimi, wamekuja kusikiliza wewe. Watu wakuja kusikia ninavyosema mimi, wamekuja kusikia unavyosema wewe. Nami naomba unitumie. Mungu, uliwahi kutumia vitu vingi vya namna mbalimbali, na hata sasa unaweza kutumia vingi. Uliweza kutumia hata upepo, uliweza kutumia hata samaki, na katika namna zote ulitumia vitu mbalimbali. Na kama unaweza kutumia kitu chochote, ninaomba na ninajua na ninaamini kwamba hata mimi unaweza kunitumia, na kwamba mchana wa leo uko tayari kunitumia Bwana. Katika jina la Yesu, nifunike kwa utukufu wako, nifunike kwa nguvu zako, nitilie neno lako kinywani mwangu katika jina la Yesu. Na uwezo wako uwepo kwa ajili ya kulifikisha kwa kila moja, ili lizae wokovu, lizae uponyaji, lizae miujiza, lizae faraja, lizae matendo makuu ya Mungu, na ukaudhirishe utukufu wako katikati ya kanisa lako. Baba, nasema asante na kurudishia heshima kwa ajili ya kanisa lako na wote ambao tumehudumu pamoja, waimbaji na viongozi mbalimbali. Tangu tupoanza ibada hii, bado tunaendelea kuhitaji zaidi uonekane na ujitishe katika namna pekee. Naomba nikiamini katika jina la Yesu, wote tuseme amen. Amen. Makofi kwake Yesu. Mungu awabariki sana waimbaji. Barikiwe na Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya kanisa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ninaomba unisaidie kumkaribisha mtu wa Mungu mmoja, wawili, watatu. Wakaribishe kwa niaba yangu hapa mbele za Bwana, nyumbani mwa Mungu. Amen. 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 Nisaidie kumsalimia, mwambie mchungaji wetu anakusalimia. Amen. Haleluya. Mwambie tena neno lingine, mwambie mchungaji wetu anakupenda na amefurahi kukuona. Nimefurahi kuwaona. Amen. Haleluya. Namshukuru Bwana Yesu, ameendelea kuwa pamoja na sisi kwa siku zote, na hasa katika hizi wiki za maombi tumemwona kwa kiwango kikubwa. Amezungumza na sisi sana, lakini pia ameridhia kuomba kwetu, ametutia nguvu. Tunaamini uhalisia wa yale ambayo tumekuwa tukiyasema, na mimi nimekuwa nikiwahimiza sana kwamba yale maneno ninayofundisha kabla ya maombi ni maneno ya maana sana, hata kwa maombi tunayoomba. Kwa hiyo
Hebu weka ratiba yako vizuri. Hili ni tukio linatokea mara moja kwa mwaka. Ni tukio ambalo tunalifanya mara moja kwa mwaka. Kuweka ratiba yako vizuri, ukaibadilisha, kuiondoa kwenye utaratibu wa siku zote, ukajiweka katika namna ambayo huwezi kukosa kuhudhuria hapa kila siku jioni. Naomba ufungue Biblia yako. Nimekuwa na shauku sana kwamba tumuone Yesu. Tumuone Yesu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Tumuone Yesu katika namna isiyo ya kawaida ambayo waliotutangulia walimuona, na walipomuona walimshuhudia. Yohana sura ya 1, Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 6, nitasoma mpaka mstari wa 16. Yohana sura ya 1 mstari wa 6 mpaka mstari wa 16. Biblia inasema hivi: palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kwa dakika hizi tulizo nazo jambo linaloitwa kuishi na Yesu na kuona utukufu wake. Kuishi na Yesu na kuona utukufu wake. Kuishi na Yesu na kuona utukufu wake. Wakati takapokuwa nazungumza haya maneno, ninaomba Mungu wa mbingu na nchi afumbue macho kila mmoja wetu, aone walichoona hawa walioandika. Kuna aliyeandika
lakini kwenye maandishi yake anamtaja na mtu mwingine. Wote wawili kuna walichoona, na wakakisema. Wote wana jina linafanana, wote wanaitwa Yohana. Mmoja aliitwa Yohana kwa sababu huduma yake ilikuwa ni kubatiza, akaitwa Yohana Mbatizaji. Na mwingine Yohana pia kwa sababu huduma yake ilikuwa ni utume, akaitwa Yohana Mtume. Kwa Yohana wawili waliona jambo kwa mtu anayeitwa Yesu, wakalisema, wakalishuhudia. Yohana mmoja yule mtume akaliandika. Haleluya kanisa. Kwa nimeomba leo naposema maneno haya yaambatane na ufunuo wa kuona hawa walichoona katika huyu mtu anaitwa Yesu ambaye walimnena. Yohana wa kwanza, yani mbatizaji, yeye alianza kumwona katika roho kabla hawajakutana uso kwa uso kwa mwili. Kwa sababu walikuwa ni watu wazima, sitaki kusema kama walikuwa hawajaonana au walionana, kwa sababu maisha yao ya utotoni hayajaandikwa. Maisha yao yameanza kuandikwa kwa kina sana walipoanza huduma. Yohana alipokuwa mtu mzima akaanza kubatiza, ndio habari zake zimeanza kuonekana kwa dhahiri. Huyu Yesu naye alipokuwa mtu mzima akaenda kubatizwa na kuanza kuhubiri, ndio habari zake nyingi zimeanza kujulikana. Habari za huko chini kabla ya muda huo Biblia haijaziandika sana. Imetaja habari ya kuzaliwa kwao wote wawili, imetaja walivyozaliwa. Baada ya hapo Biblia ikakaa kimya kabisa kuhusu Yohana Mbatizaji. Anakuja kuonekana ni mtu mzima anabatiza. Yesu imetaja habari ya kuzaliwa kwake na siku alipokwenda hekaluni akiwa na siku 8 kwa ajili ya kuwekwa wakfu, na baadaye akaonekana ana miaka mingapi, 12 nadhani. Ameenda na wazazi wake hekaluni kwenye ibada, kwenye sikukuu mojawapo. Halafu baada ya hapo ikawa kimya. Tunamwona Yesu ana miaka 30 ameenda kubatizwa. Kwa hapo katikati hakuna kinachojulikana. Hawa wawili Yohana na Yesu walikuwa na undugu, kwa sababu mama zao, yani Elizabeti mama yake Yohana na Mariamu mama yake Yesu walikuwa na undugu, nadhani wa ubinamu au ushangazi, kitu kama hicho. Haleluya. Kwa sababu wakati ambapo Yesu anaambiwa na malaika, Mariamu anaambiwa na malaika habari za kuzaliwa kwa Yesu, alimwambia na ndugu yako, binamu yako Elizabeti naye ana mimba, na huu ni mwezi wa 6, na akaamua kwenda kumtembelea. Kwa hiyo hatuwezi kujua sana kwamba katika hiyo miaka ya utoto na vile mama zao walikuwa na undugu, hatuwezi kujua kama walikuwa wanatembeleana na kuonana. Kwa hiyo yawezekana Yohana alikuwa anamfahamu Yesu, lakini katika ile hali ya undugu wa kawaida wa kidunia. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo yawezekana, au yawezekana pia hawakuonana. Baada ya hapo Mungu alitengeneza ratiba, kila mmoja aishi kivyake, wakutane kwenye huduma. Vyovyote vile Yohana alimjua Yesu kwa ufunuo unaozidi undugu waliokuwa nao wa kidunia. Alimjua Yesu. Kwa hiyo Yohana mtume anaandika, anasema palitokea mtu anaitwa Yohana. Yohana huyu
akashuhudia habari akisema, kuna nuru halisi amtiaye nuru kila moja. Nuru hii inakuja kutoka mbinguni, ni nuru halisi. Lakini katika kushuhudia kwake Yohana naye akasema, nilikwisha kusema kwamba anayekuja nyuma yangu ni yule ambaye alikuwepo kabla yangu. Haleluya! Ana nguvu kuliko mimi. Akamtaja kwa sifa za kiungu alizokuwa nazo kuhusu yeye kwa ufunuo. Yohana akiwa anashuhudia habari zake, Yohana mtume akasema, huyu mtu ambaye ni nuru halisi itokayo mbinguni, amtiaye nuru kila mtu, alikuja duniani, lakini hatukumkubali. Akaenda kwa walio wake hawakumpokea, lakini wakatokea wale wachache waliompokea, na wote waliompokea akawapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale wanaoamini jina lake, waliozaliwa si kwa mwili wala kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mtu, lakini wamezaliwa kwa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yohana mtume akaendelea kusema kama alivyoanza kwenye mstari wa kwanza aliyosema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, na katika yeye vitu vyote vilifanyika, na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani mwake ndimo mlimokuwamo na uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na ile nuru inang'aa gizani, na wala giza halikuiweza. Alipofika mstari wa 14 akasema, yule neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, na sisi tukauona utukufu wake. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na huo mstari wa 14 ndio hasa anayotaka kuzungumzia katika maneno hayo anayotaka kusema na kanisa katika asubuhi ya leo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Jiweke katika mazingira ambayo wewe ni Yohana. Siku moja wewe na ndugu yako Yakobo mmetoka kijini kwenu Bethsaida, mmekuja kuambatana na wavuvi wenzenu Simoni pamoja na Andrea. Wote mlizaliwa Bethsaida. Simoni na Andrea walizaliwa Bethsaida. Yohana na Yakobo wana wa Zebedayo walizaliwa Bethsaida. Kwa sababu kazi yao ni wavuvi, wakaona wahamie karibu na bahari ili wafanye kazi vizuri. Mkahamia wote kijiji cha Kapernaum. Wote sasa mnaishi Kapernaum, na wote sasa ni wavuvi. Maisha yenu ni ya kawaida, ni wavuvi wa kawaida. Lakini siku moja kwenye shughuli zenu za uvuvi, mmevua jambo ambalo halijawahi kutokea. Hamkupata samaki hata mmoja. Wavuvi wote na mashua zenu zote, mashua ya Simoni na ndugu yake Andrea haina samaki hata mmoja. Mashua ya Yohana na ndugu yake Yakobo haina samaki hata mmoja. Kwa mmekaa mmedua, mambo leo yanaendaje? Kumekucha, wote mmerudi ufukweni, hamna samaki hata mmoja. Mmekaa mmejikatia tamaa, nyavu zimeharibika, mnajaribu kuzisukasuka na kuziungaunga, mnatengeneza nyavu ambazo zimeishia kuharibika majini, zikarudi bila samaki. Zimeishia kukatika na kilichozikata sijui ni kitu gani. Mko hapo mnajaribu kutengeneza nyavu zenu, kwa sababu zimekatika katika na wala hazikubeba samaki, hazikukatwa na samaki. Mara ghafla mnaona mtu. Yawezekana
katika siku za karibuni, na ninyi ni miongoni mwa watu waliokuwepo, yule mtu akienda kubatizwa Yordani, kwa sababu eneo la ubatizo alikobatizwa na Yohana si mbali na hapo kwenye bahari ya Galilaya mnapovulia samaki. Pengine taarifa mlizisikia kwamba kuna mtu Yohana alimsema ni mkubwa na alikuja kabla ya Yohana. Yohana akamshuhudia kwa ukubwa huo, akasema katika yeye tumepata neema juu ya neema. Mmeshasahau hiyo story yote, mmeshasahau hayo masimulizi yote. Labda mlikuwepo kwenye hilo tukio la ubatizo au hamkuwepo, lakini mna taarifa. Mara ghafla anakuja mtu, ni yeye yule mlioambiwa habari zake, pengine mnamkumbuka au hamkumbuki. Amekuja na kundi kubwa la watu ambao wana njaa ya kumsikiliza, na yeye ameamua kuwaleta hapo mlipo kwa sababu ambao ninyi hamuijui. Watu walipomkuta hapajulikani, lakini ameamua kuja hapo mlipo na kundi kubwa linamfuata. Mnashangaa kundi kubwa linafuata na mtu huyo anakuja. Pengine mkakumbuka ni yule tulimwona na batizwa siku ile. Jina la Yesu libarikiwe. Amekuja hapa kufanya nini? Mara ananyoka moja kwa moja kwa rafiki yenu mmoja anaitwa Simoni. Anamwambia Simoni, naomba hii mashua yako tusogeze pale kwenye maji, halafu unataka kuzungumza na huu umati niliokuja nao. Na halafu amuulizi, kwa nini huku likotoka na huu umati hukuzungumza nao huko? Kwa nini umeuleta kuzungumza nao hapa? Umekuja kutuhusisha, lakini hamjamuuliza. Ndugu yenu Simoni anachukua mashua yake, anaisogeza kando kwenye maji, halafu anaendelea kumsaidia huyu ndugu mashua isichukuliwe na upepo. Anahakikisha anaituliza kwa tanga au kwa kuhakikisha makasia yake anazungusha katika namna ambavyo mashua inabaki hapo hapo. Huyu mtu anahubiri. Pengine maneno anayosema hamjishughulishi kuyajali, maana ni maneno yanahusu wengine waliokuja nayo. Lakini mara ghafla mnamaliza, anamwambia rafiki yenu Simoni, tuweka kilindini. Jina la Yesu libarikiwe. Nyavu zako. Mara ghafla mchana huo au asubuhi hiyo, mnaona Simoni amepata samaki. Hawezi kuvuta jarife au kokoro kwa lugha za huku kwetu peke yake. Anawaambia rafiki zangu Yohana na ndugu yako, njoni mnisaidie. Mnamsaidia. Samaki ni wengi. Halafu mtu huyu anawaambia, ninyi nyote kwa pamoja, kama mliosaidiana kuvuta jarife, nyote kwa pamoja kuanzia sasa mwanze kunifuata, mtaanza kuwa wavuvi wa watu kutokea leo. Hapo ndipo habari ilipoanzia anayoandika Yohana. Anasema alikuja kwetu, akakaa kwetu, na sisi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu atokaye katika kifua cha Baba. Jina la Yesu libarikiwe. Alifanyika mwili akakaa kwetu, na sisi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye katika kifua cha Baba. Akaanza kuishi maisha ambayo kila siku anaona Yesu mpya kuliko wa jana. Anaona sura mpya ya Yesu kila siku kwa kipindi cha miaka 3.5. Na mimi ndicho nachotaka kusema na kanisa. Kanisa liende kwenye dimension, kwenye kiwango cha kuona Yesu mpya kila siku katika jina la Yesu. Wokovu unamaanisha kuona Yesu mpya kila siku.
Unakaa na Yesu, unatembea na Yesu, lakini humzoei. Kila siku unakutana na utukufu wake unaopita wa jana. Jana ulisema ulimuona, leo unasema nimekuona tena Bwana Yesu. Leo Yesu, nimeona kitu kingine, sio kile cha jana, nimeona Yesu mpya tena. Haleluya. Maisha ya Yohana tokea siku ile yakajaa mshangao. Ile siku ya kwanza alishangaa mno. Mtu gani huyu? Anasema tu weka nyavu pale, na halafu samaki wakaja. Wakamwona mtu wa ajabu, wakaona utukufu wake. Kumbe bado walipoanza safari, siku moja wakaalikwa kwenye harusi Kana kule Galilaya. Wakaenda pale, wamekaa vizuri kwenye harusi. Sherehe ya harusi imeendelea. Mara baadaye ukaja ujumbe, divai imeisha. Jumbe ule ulipokuja, hawana divai, divai imeisha. Wakaona Yesu anatoa maelekezo, anaambia watumishi, nendeni mkajaze mabarasi 6 ya kutawadhia, myajaze maji. Baadaye mteke yale maji kwenye vyombo vingine vile vinavyostahili kuletwa mezani, meza kuu. Mlete meza kuu yale maji. Yesu asemi itakuwa divai au haitakuwa divai. Anasema jazeni kwenye mabarasi, baadaye mchote mweke kwenye vyombo vingine vya kuletwa mezani, meza kuu, halafu mlete. Nao wakafanya vile vile. Walipoleta yale maji, wanywaji kuanzia mkuu wa meza ndiye alitangulia kunywa na kuonja. Alipoonja akakuta ni divai nzuri kuliko walioanza nayo kwenye sherehe. Maandiko anasema ule muujiza alipoufanya, akadhihirisha utukufu wake. Wanafunzi wake tena wakamwamini, wakaanza kuona Yesu mpya tena. Yule waliyemwona kwenye samaki wakaona kumbe walikuwa hawajamfahamu. Yesu ni zaidi, bado Yesu yupo. Haleluya. Unafikiri unamfahamu Yesu, kumbe bado safari ambayo hujaijua bado inaendelea. Ambia jirani yako, utukufu ambao hujauona ndio mwingi kuliko ulikoishi kuona. Haleluya. Ulichokiona ni kidogo, ambayo hujaona ndio bado. Wakasema hapa tayari, jamani, Yesu tunamjua, Yesu tunampenda, jamani, Yesu ni mtenda miujiza. Kumbe bado. Siku moja wakaenda wote kule maeneo ya Kapernaum. Wakaenda kwenye mlima fulani. Yesu amewaambia twendeni mkale chakula mkapumzike. Wameenda huko kwenye mlima, mara watu wakaja, wakaona Yesu mwingine tena. Yesu zamu hii ana huruma kuliko vyowahi kujua. Makutano walipomfuata, Biblia inasema akawahurumia, kama kwa sababu aliwaona kama kondoo wasio na mchungaji. Wakamwona Yesu anayeahirisha ratiba ya mapumziko na ratiba ya kura, kwa sababu kuna watu tu wamekuja. Wakaona kumbe hatujajua Yesu bado, wa upendo wa ajabu. Yesu akaanza kuzungumza na wale watu asubuhi, mchana mpaka jioni. Wanafunzi wakasema, mwalimu, wanajizuia kusema tuna njaa, wanasema kisiasa au kimafumbo. Mwalimu, hawa watu wana njaa. Yaani ni baada ya kusema tuna njaa, mwalimu, sio unajua tulikuwa tumekuja kula, halafu tukaahirisha. Haleluya. Wanamwambia mwalimu, wana njaa, hawa wana njaa, waruhusu waende wakajitafutie chakula vijijini na katika miji ya kando kando. Yesu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakasema hatuna.
Yesu akawaambia, mna kiasi gani? Mna nini? Wakasema, tuna mikate 5 na samaki 2. Tena maandishi Mungu alisema tena ni mikate ya mtoto fulani hivi kaja nayo hapa. Haleluya. Yesu akasema, leta hiyo mikate hapa na hao samaki. Halafu watu wakalisheni safu za watu 50 na za watu 100. Halafu mnileteni hiyo mikate na samaki. Walipomletea, akainua macho tu juu mbinguni. Maandiko anasema akamega mkate mmoja wapo, halafu akainua macho mbinguni akamshukuru Mungu. Na Biblia haijaandika alisema maneno gani. Biblia inasema alimshukuru Mungu alipoinua macho mbinguni. Baada ya kumega mkate, akamwambia, anzeni kuwagawia. Walipowagawia wakashangaa, mikate ni mingi, samaki ni wengi, watu wanakula, kila mmoja na acha. Watu 5,000 wanaume na wanawake wasiohesabika na watoto wasiohesabika. Walipomaliza akamwambia, okota vyobaki. Walipookota, sasa sio mikate 5 tena, ni vikapu 12 vilivyojaa mikate. Wakaona utukufu wa Yesu. Kwa hiyo Yohana akiandika akasema, alikaa kwetu tukaona utukufu wake. Kuna jambo nalo liongea. Mungu akusaidie unapoishi na Yesu, uwe kuna jambo jipya unaona kwa Yesu kila siku katika jina la Yesu. Akusaidie uishi maisha ambayo yanaona utukufu. Na hata hivi ninavyohubiri, Mungu aonyeshe utukufu. Ni jambo ambalo lilikuwa limekushinda, ukutana muujiza sasa hivi katika jina la Yesu. Mungu akuponye hapo ulipo katika jina la Yesu. Kwa sababu maisha ya kutembea na Yesu ni maisha ya kuona utukufu wake. Anasema alikaa kwetu. Alipokaa kwetu haikuwa bure, tukaona utukufu wake. Wakasema tayari tunamfahamu, kumbe ni mtenda miujiza, hata chakula anaongeza. Kumbe hawajaona Yesu ni zaidi ya chakula. Yesu ni zaidi ya walichoona. Yesu ni zaidi ya samaki. Yesu ni zaidi ya divai ya harusi. Siku moja wakaenda baharini. Wakiwa baharini, matukio mawili. Moja walimwacha ng'ambo, lingine walikuwa naye kwenye mashua akasinzia. Haleluya. Wakiwa baharini mara 2, safari 2. La kwanza wanajua tumemwacha kule, hana mashua kule, ametuambia tuvuke. Mara ghafla wanaona mtu anatembea juu ya maji, anakuja. Wanajaribu kuogopa, wanajua ni kitu kingine kigeni, anawaambia ni mimi. Wakaona Yesu kwa utukufu mwingine tena. Kumbe Yesu hata bahari zinamtii. Kumbe hata maji Yesu hayamzamishi. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua unaweza kuona matatizo, unadhani unazama. Kumbe ukiwa na Yesu hazami humo ndani, na kwa sababu Yesu hazami, na wewe hutazama kwa jina la Yesu. Shida zinazokuzamisha hazitakuzamisha kwa sababu Yesu unayetembea naye hazami. Jina la Yesu libarikiwe. Wakaona Yesu mwingine tena. Wakaona utukufu wake tena. Siku nyingine walikuwa Yesu amelala. Wakasema, Yesu tunakufa. Mashua inapigwa na mawimbi huku na huku. Wanajua tunakufa. Wanamwambia, hujajali kama tunakufa. Wakataa kumfanya Yona. Maana Yona walimwambia, nani wewe unasinzia wakati hali ni mbaya hapa? Sasa wanataka kumwambia Yesu, wewe ni nani unasinzia na hali ni mbaya hapa? Ambia jirani yako, Yesu simlinganishe na Yona. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu akanyanyuka. Mashua inapigwa huku na huku. Akaangalia hivi, mashua inapigwa. Halafu akanyosha kidole tu kimoja, akasema, tulia bahari, tulia upepo, tulia. Mara kukawa shwari, wakamaka. Maana yake wakakosa la kusema. Wakaona Yesu tena mwingine, na kadhalika.
Ningeweza kuendelea mpaka alipofufuka. Mtu aliyekufa wakamwona baada ya siku 3 anafufuka ni mzima, wakaendelea kusema Yesu ni kitu cha ajabu. Yesu si kitu cha kawaida. Tunaamini na tunatembea mtu ambaye ukikaa naye kila siku unaongezeka neema mpaka neema, utukufu mpaka utukufu, baraka hadi baraka, muujiza hadi muujiza, kibali hadi kibali, ukuu hata ukuu. Hakuna nguvu na kushikilia. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Nisikilize kanisa, usiishi kama mtu wa kawaida. Mtu anayetembea na Yesu ni mtu anayetembea na utukufu, anaona utukufu siku zote, anaishi na utukufu. Utukufu ni sehemu ya maisha yake. Nyanyuka, toka kwenye maisha ya kawaida, anza kuingia kwenye level za kukaa ndani ya utukufu wa Mungu, kwa sababu Yesu aliye naye kila siku amejaa utukufu. Wale mlioinukiwa mtaona safu za maadui ndani ya hizi siku chache zikipanguliwa kwa namna hamkutazamia kabisa, katika jina la Yesu. Anatenda mema. Sema Bwana Yesu, nimesikia habari zako kama alivyoziandika Yohana aliyetembea pamoja na wewe kwa miaka 3.5, akaishi pamoja na wewe. Jambo pekee aliweza kusema, alisema huyu mtu alikaa kwetu tukaona utukufu wake. Huyu mtu aliishi na sisi, tuliona utukufu wake. Tulikuwa kila siku tunaona upya wa utukufu wake. Na mimi niko hapa siku ya leo nione upya wa utukufu wako. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Mwite Yesu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Niko mbele zako, niko mbele zako. Naomba siku ya leo, naomba siku ya leo nione upya wa utukufu wako katika maisha yangu. Nione upya wa utukufu wako, nione upya wa utukufu wako kwenye afya yangu, kwenye mazingira yangu, kwenye nyumba yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kumshukuru Mungu na kupokea. Tayari inakuwa, tayari inakuwa. Endelea kumshukuru Mungu na kupokea. Wagonjwa wanapona sasa hivi, wagonjwa wanapona sasa hivi. Waliokuwa na mizigo juu yao inaondolewa sasa hivi katika jina la Yesu. Waliokuwa na vita, yeye anaingia vitani kwa ajili yao katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, waliohitaji faraja, faraja na kuja, Bwana Yesu yuko anakukumbatia. Kazi yake ni kutenda mema. Mchana wa leo, mchana wa leo, Yesu atende mema kwako, atende mema kwako. Bwana Yesu, tenda mema, tenda mema Bwana, tenda mema wa baba hawa na wa mama hawa, tenda mema familia hizi, tenda mema watoto hawa, tenda mema kanisa lako, tenda mema kila moja, tenda mema Yesu, tenda mema kwa kila moja, tenda mema Bwana Yesu, 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 katika jina lako takatifu. Ya mashakarabo seke ya mandarabo koria bagasaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu akutendee mema, Bwana Yesu akutendee mema. Kutana na mema ya Bwana. Bwana Yesu atende mema ndani ya mwili wako, atende mema ndani ya afya yako, atende mema kazini kwako, atende mema kwenye uchumi wako, atende mema kwenye huduma, atende mema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana Mungu aliye hai, raba shakaria boseke. Sante Yesu, sante Masihi, sante Masihi.
alitenda mema, alitenda mema. Sema asante Yesu, nimepokea. Mimi si wa kawaida, nitaishi kama Yohana na nitashuhudia kama Yohana kwamba nilikaa na wewe kila siku nikaona utukufu wako. Kutokea sasa hivi itakuwa mfululizo wa kuona utukufu wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Tuseme amen. Mungu awabariki. Jioni tutatoa nafasi fupi ya shuhuda.